Bwana Yesu asifiwe. Naomba tukae. Nitakusihi uniazime masikio yako na moyo wako kwa muda sio mrefu sana, kwa sababu hatuhitaji kuzungumza sana kwenye mkesha zaidi ya kufanya vitu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza niseme ninamshukuru Mungu mno kwa upendo wake mkuu. Sasa mimi sihesabu sana, maana tumekuwa na matukio mengi, lakini wao vijana wanajua huu ni mkesha wangapi. Nasikia wanasema sijui season gani, sijui season ipi. Mwenyekiti, ni season gani iko kwa mwaka huu? Kwa mwaka huu ni season 1, lakini sisi kumbe hatuanzie huko tulikoanza. Ni season 1, ni usiku wa baraka. Mmemsikia mwenyekiti wa vijana jamani wa usharika. Sasa lakini nachofurahi ni jinsi ambavyo mmetoa ushirikiano kwa wito ambao umetolewa na idara ya vijana kupitia uongozi wenu katika usharika wetu, lakini pia kutoka katika sharika zetu mbalimbali, ambapo tutajua hivyo baadaye kwenye utambulisho. Mtu ametoka Mungu kuja huku, si ndivyo jamani? Ametumia nauli, ametoka. Wengine wametoka wapi mwenyekiti? Kuna Msongoro jirani zetu hapa, lakini pia sio karibu sana, maana wapo ambao wako jirani zaidi ya Msongoro hawapo hapa. Usharika gani tena? Ngwelo B. Wao wako mbali kidogo kuliko Msongoro, maana unapita Msongoro kwenda huko, unaona pia wako hapa. Lakini wapo wa mitaa yetu mbalimbali, wa Mtunda huko, wa Sinai, wa hapa senta ya usharika na mitaa yetu mingine hapo Chepo. Kwa sio kusanyiko ambalo unaweza ukalirahisisha sana, na mimi ninaomba Mungu autambue kama ambavyo sisi tumependa kuutambua kwamba ni usiku wa baraka, na uwe wa baraka kwako wewe ambaye umetoka huko na huko kwa ajili ya kupokea baraka hapa, si ndivyo jamani? Mungu wetu ni Mungu wa ajabu sana. Kuna vitu vingine hawezi kuvifanya ukiwa huko uliko, ni mpaka akutume sehemu fulani. Ndio maana hata katika neno la Mungu tunafundishwa, hata sadaka zilitolewa katika maelekezo ya Mungu. Walipokuwa wakitoa sadaka katika maandiko, waliambiwa mtatoa sadaka pale ambapo nitaliweka jina langu. Sio popote tu, mahali nitakapofanya nini? Nitakapoliweka jina langu. Na ndio maana wengine walipotoa sadaka ama walipofanya tendo fulani au walipotokewa na jambo fulani, kwa mfano Yakobo akiwa njiani anabadilisha mpaka jina la eneo hilo kutoka jina la asili na kuwa jina jipya, Betheli, ikiwa na maana nyumba ya Mungu. Mungu yuko hapo, na baadaye kunatokea mambo makubwa huko. Kwa sisi tunachukulia kwamba hawa wote waliokusanyika au nyinyi wote mliokusanyika kutoka huko na huko kuwepo hapa ni ili kwamba Mungu akutane na watu wake mahali hapo kwa muda huu tutakao kuwa nao masaa haya kadhaa kuelekea asubuhi. Kwa hiyo hakikisha unakuwa ni usiku wa baraka, sio usiku wa kuja kupoteza muda. Sio usiku wa nini jamani? Wa kuja kupoteza muda. Maana unaweza ukawa na mikesha ya kupoteza muda, sio kupokea baraka. Na mimi namuomba Mungu iwe hivyo kwako. Kwa kuwa tumekwisha kuomba kwa ajili ya sehemu hii ya neno, mimi nikasome neno, lakini kabla sijasoma naomba nianze na utangulizi huu. Hakuna ambaye yuko hapa asiyependa njia yake iwe safi mbele yake. Yupo hata mmoja, hasa nyinyi vijana. Maana kusanyiko hili kwa sehemu kubwa ni nani jamani? Ni vijana. Ninyi vijana. Vijana ambao mnatamani njia yenu au njia zenu ziwe safi mbele yenu. Maisha yenu yawe safi. Nimekuja kugundua kwamba hata yule ambaye unafikiri wewe ni mchafu kweli kwenye maisha yake, anapenda kwa namna fulani aonekane ni msafi kwenye eneo fulani kwenye maisha yake. Unanielewa jamani? Hata yule unafikiri wewe ni mwenye dhambi kweli, yani yule ni wa kutupwa, anapenda sehemu
fulani asemwe na yeye ni msafi, ni mtu mzuri sehemu fulani. Hata jambazi anayevunja nyumba za watu na kuiba, kuna sehemu anaficha huo ubaya, wakati mwingine ni ili aonekane ni mzuri. Na hata ndio maana wakati mwingine unaweza wakuta mtu mlikuwa mnamuona ni mzuri, lakini unakuja kusikia mambo magumu yanayoambatana naye, unabaki kusema hivi imekuwaje? Maana ni kawaida, watu wanapenda waonekane ni wazuri, njia zao zionekane ni safi, waonekane ni watakatifu, si ndivyo? Sasa mimi nataka niseme na wewe mambo machache kutoka Zaburi ya 119. Tutasoma mistari 8 hivi. Zaburi ya 119 ni zaburi nzuri sana, zaburi ya kutafakari juu ya neno la Mungu. Lakini katika sehemu hii neno la Mungu linalohusianishwa kipekee na vijana. Sema na vijana. Sasa sio kwamba alihusianishwa na binadamu au mtu katika umri wake, hata kwenye utoto, hata kwenye uzee au kwenye utu uzima, lakini kijana au vijana wametajwa kipekee. Kijana ametajwa kipekee. Zaburi ya 119 mstari wa 9, wengine mnafahamu. Inaanza na hivi: jinsi gani kijana aisafishe njia yake. Hebu jiulize hilo swali, na naomba uulize hilo swali pamoja nami. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Uliza hilo swali pamoja nami kwa sauti. 1, 2, 3. Alafu jibu liko hapo: kwa kutii akilifuata neno lako. Kwa kutii akilifuata neno lako. Ndugu zangu vijana, tukianza na huo mstari ambao unaanza na swali, jinsi gani kijana aisafishe njia yake, nataka nikuambie kitu cha kweli. Hapa kuna vijana ambao wako busy kuchafua njia zao. Hapa yaani hata wengine wamekuja kwenye mkesha huu wakiwa busy kuchafua njia zao, sio kusafisha njia zao. Hata ungemuuliza kwa nini kaja kwenye mkesha huu, mwingine amekuja ili achafue njia yake, sio aisafishe njia yake. Wako hapa. Na mimi nataka nikwambie hivi, njia ya kusafisha njia yako au namna ya kusafisha njia yako au maisha yako sio kuhudhuria mkesha huu, hiyo haitoshi. Sio kuimba kwaya, hiyo haitoshi. Sio kufika kanisani Jumapili, hiyo haitoshi. Sio kufika kwenye fellowship siku gani, hiyo haitoshi. Sio kufanya kitu gani ambacho unafikiri si kutoa sadaka, hiyo haitoshi. Namna pekee ya kusafisha njia yako ni kwa kutii. Najua utii jamani, utiifu ni kwa kutii ukilifuata neno la Mungu. Ningekuuliza swali hili leo, uko hapa, umetii ukilifuata neno lipi la Mungu kwenye moyo wako? Uko hapa, umefuata neno lipi? Kitu gani umekifuata hapa? Msukumo upi uliokuleta hapa? Ni kwa kulipi umetii neno la Mungu au umetii kitu fulani? Nataka nirudie tena. Wapo hapa ambao wamefika sio ili kuja kusafisha njia zao, wamefika ili kuchafua njia zao na za wengine. Kwa sababu ndani ya mioyo yao hakuna dalili yoyote, hata wenyewe wanajua, ya kulitii neno la Mungu. Na hilo neno lenyewe pia hana ndani ya moyo wake. Moyo wake umetawaliwa na vitu vingine. Kwa mfano, ningekuuliza kijana hapa, hivi katika moyo wako kumejaa nini jamani?
kumejaa kitu gani kinachoimba zaidi ndani ya moyo wako wakati huu? Unapolala usiku ukaamka, nini kinachoimba ndani ya moyo wako? Kitu gani? Kila mtu wakati fulani atakuwa hayupo kwenye usingizi, alafu atabaki yeye na moyo wake. Kila mtu anapata nafasi hiyo kwenye moyo wake. Sasa nikuulize swali, masaa yale ambayo unabaki na moyo wako, wewe na Mungu wako na moyo wako, nini kinachoimba ndani ya moyo wako? Na hicho ndicho ambacho uko likely kukitii. Hicho ndicho ambacho unaweza ukajikuta unakitii. Asubuhi unaamka, ndicho ambacho unaweza ukaanza nacho. Kitu gani kinachoimba ndani ya moyo wako hata wakati huu? Mwingine hapa, nyimbo zilizojaa ndani mwake ni nyimbo za wale ambazo wala hakuna kutukuzwa Mungu ndani ya moyo, ndani ya hizo nyimbo. Ni nyimbo tu za kuimba wapenzi ambao ni wapenzi wa kufikirika. Unaimba wimbo I'm so happy. Sasa what makes you happy? Kitu gani kinachokufanya sio I'm so happy? Alafu unaingiza kuna kipindi nilisikiliza wimbo unaitwa miaka hiyo kulipoanza Bongo Flava, wanasema mikasi sijui mitungi sijui ukitaka uje kuvinjari nasi. Ndizo nyimbo zilizojaa ndani ya moyo. Wewe muulize mtu, ukiimba pambio hapa haliimbiki, lakini gusia ule mwingine wanaimba naye. Huwa anapanda kwenye magari zikiimba hizo nyimbo, yani kuna saa najiuliza, yani unakuta anaweza akawa ni binti bwana, yani anaimba zile nyimbo utafikiri alitunga na yule mwimbaji au wale waimbaji, yani zimetungwa utadhani yeye ndio DJ. Unaweza ukachomoa kile kilichowekwa kule kama chombo cha kuimba, alafu kamweka yeye anaziimba zote, maana ukitoka huo ukiingia mwingine anao. Mwingine hapa kiliti kinachoimba kwenye moyo wake ni yale aliyozungumza kwenye magenge ya vijana, mashosti sijui mashoga sijui washikaji sijui watu gani vijiweni, ndio aliyojaa ndani ya moyo wake. Huyo mtu atatii neno lipi? Utatii neno lipi? Mwingine anawaza tu starehe hapa. Kinachoimba ndani mwake ni tamaa ya mwili wake, ndicho kinachoimba ndani ya moyo wake. Kaja hapa kwenye usiku wa baraka, lakini kinachoimba ndani ya moyo wake ni baraka hiyo ya kutii tamaa zake. Yupo hapa au hawapo jamani? Hapa ni kusanyiko takatifu kabisa, hakuna dhambi na hakuna mtu anayewaza baya hapa, safi tu. Ni kweli? Aniambieni tu, maana msie mkanipiga mawe hapa, naongea vitu ambavyo ni vyangu tu, nasema huyu mzee naye anatuletea. Maana bwana, kuna wengine tayari mimi ni mzee kwao, huyu mzee anatuletea nini hapa bwana? Kama yeye amepitwa na wakati wake, aachane na sisi bwana. Teleza nani kwa hapo na kupotezea muda hapa? Wewe nikwambie kitu, kuna mwingine yuko hapa, yani yeye vyote ni sawa. Hebu sema vyote sawa. Zikipigwa so happy yumo, ikipigwa hakuna mwanaume kama Yesu yumo. Sasa yeye yuko happy, vyote sawa. Yani yeye kupambanua kwamba hiki ndicho cha mtakatifu katika kusafisha njia ya Mungu, vyote yeye ni changanyikeni, yuko huko. Anaita kuburudika. Hivi kuna burudani kwenye ulimwengu huu kushinda burudani ya kuwa ndani ya Yesu kweli? Sijai kuiona. Huko mwingine ni kudanganyana tu. Burudani yenyewe unachanganya na ulevi kidogo, yani hapo ni matatizo tu. Burudani gani bwana? Ipi? Mwingine hapo ukimgusa kwenye pombe humwezi hapa. Yani huko bwana, utadhani yeye bro rafiki zake. Huyo atasafisha njia yake kweli? Jana alianguka anangeu hapo alipo ana jeraha. Huyo mtu anasafisha njia yake kweli?
Sijasikia alichosema. Je, mmemsikia? Huyo mtu anasafishaje njia yake? Kweli? Kweli jamani, njia inasafishwa hivyo? Na kuna watu wanadhani moyo tulio nao, nataka niwaambieni, moyo ni hatari sana. Yeremia anatoa unabii huu katika Yeremia sura ya ngapi? Ya 17. Anasema moyo wa mtu wao wa binadamu huwa ni mdanganyifu, tena una ugonjwa wa kufanya nini jamani? Wa kufisha. Ni nani awezaye kujua? Nani anayeuweza moyo wa namna hiyo? Moyo ni mgumu kweli. Ndio maana moyo unaweza ukawa na sifa ya kuwa jiwe, moyo mgumu kama jiwe. Ndio maana Mungu anasema anaumba mioyo ya nyama. Sasa fikiria, mioyo yetu kwa kawaida imeumbwa kwa nyama. Maana kuna mtu mwenye, kwa uhalisia hapa kuna mtu mwenye moyo wa jiwe hapa? Hakuna hata mmoja. Ni kweli kiuhalisia, kibiolojia, kuna mtu mwenye moyo wa jiwe hapa? Huu mwili wote ni nyama na mifupa, si ndivyo jamani? Nyama, mifupa, maji, sio nini, si ndivyo? Sasa fikiria, Mungu anasema, ninafikia neno la Mungu linasema kuna mioyo ya mawe, na inabidi Mungu aumbe mioyo ya nyama. Hiyo mioyo ya nyama ni ipi? Ni ile itetemekayo inapolisikia neno la Mungu.